wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya gumzo katika mitandao ya kijamii lakini pia hata kupitia vyombo mbalimbali vya habari ni Papa Leo ambaye ameenda huko nchini Uturuki, lakini moja kati ya kitu ambacho kimewashangaza wengi ni kuingia msikitini huku akivua viatu, jambo ambalo limeonyeshwa heshima kwa kiongozi huyo wa kidini. Papa Leo ametembelea msikiti wa The Blue Mosque huko Istanbul mnamo Jumamosi siku ya jana, na alivua viatu vyake kama ishara ya heshima, lakini hakushiriki sala wala wakati wa ziara hiyo. Hii ni ziara yake ya kwanza kama kiongozi wa kanisa Katoliki katika eneo la ibada ya dini ya Kiislamu. Msikiti huo wenye uwezo wa kuchukua waumini 10,000 ulionyeshwa kwake na imamu na mufti wa Istanbul. Akiwa amevaa soksi nyeupe, Papa Leo alitabasamu kutaniana na muazini mkuu wa msikiti huo na kuonyeshwa muonekano wa msikiti huo kwa dakika 20. Awali Vatican ilitoa taarifa ikionyesha kuwa alishiriki sala ya Kiislamu na alikaribishwa rasmi, lakini baadaye ikasema taarifa hiyo ilitolewa kwa makosa. Papa yupo katika ziara nchini Uturuki hadi siku ya leo Jumapili, huku pia akipanga kutembelea Lebanon. Aliamua kuichagua Uturuki yenye Waislamu wengi katika bara la Ulaya kama safari yake ya kwanza kimataifa, kuashiria kumbukumbu ya miaka 1700 ya mkutano awali wa kanisa uliotengeneza misingi muhimu ya imani ya Kikristo inayotumiwa na makanisa mengi ya Kikristo duniani. Katika sherehe ya pamoja na viongozi wa Kikristo, alikosoa vurugu zinazofanywa kwa jina la dini na kuhimiza umoja mkubwa wa Wakristo ulimwenguni. Papa Leo hakutembelea Hagia Sophia, jengo la kihistoria huko Istanbul lililoanzishwa kama kanisa la Kikristo mwaka 1537 kisha kubadilishwa kuwa msikiti mwaka 1455, kuwa maktaba ya kumbukumbu mwaka 1935 na kurejeshwa kuwa msikiti mwaka 2020, likiwa ishara muhimu ya urithi wa Kikristo na Kiislamu. Hii ni tofauti na ziara ya mapapa wengine wenzake waliotangulia. Msikiti wa The Blue Mosque ulipewa jina rasmi la Sultan Ahmed, upo kando ya Hagia Sophia na umepambwa kwa maelfu ya vigae vyenye rangi ya blue. Hata hivyo, katika mitandao mbalimbali ya kijamii kumekuwa na maswali mengi, imekuwaje papa kuingia katika msikiti, huku baadhi wakisema kwa nini aingie katika msikiti huo hali ya kuwa yeye si katika dini ya Waislamu. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mara nyingi mapapa huwa wanatengeneza mazingira ya kuwa na uhusiano kati ya Wakristo pamoja na dini zingine katika ulimwengu, ikiwa ni pamoja na Uislamu. Hii ni mara ya kwanza katika historia kwa papa kuingia msikitini, lakini mapapa wengi wamekuwa wakitengeneza mazingira ya uwepo wa ushirikiano kati ya Waislamu na Wakristo katika ulimwengu na hata kutengeneza mazingira ya amani ulimwenguni. Ziara ya kwanza kabisa ya kigeni ya Papa Leo tangu kuwa papa imekuwa na ujumbe wa matumaini na memes nyingi. Leo ambaye alimrithi Papa Francis mwezi wa Mei na kuwa Marekani wa kwanza kuchaguliwa kwa wadhifa wa juu kabisa katika Ukristo wa Kikatoliki, aliwasili Uturuki siku ya Alhamisi kabla ya kuelekea Lebanon siku ya leo Jumapili. Kelele za Papa Leo akisema Viva il Papa, kwa maana muishi muda mrefu, ziliibuka pamoja na vifijo na makofi ndani na nje ya kanisa kuu la Roho Mtakatifu la Istanbul, ambapo aliwasili kwanza siku yake ya kwanza kamili mjini Uturuki siku ya Ijumaa. Lakini kwenye mitandao ya kijamii mwitikio ulikuwa mdogo kuhusu theolojia na zaidi kuhusu aura. Katika klipu hiyo, Leo amewapita askari kwa kujiamini akifuatana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na kukandamiza sauti kali merhaba asker, kwa maana salamu askari kwa lugha ya Kituruki. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Papa Leo alienda nchini Uturuki na kuingia msikitini, licha ya kwamba baadhi ya vyombo vya habari vilinukuu taarifa kutoka kanisa kuu Katoliki ili kisema kwamba papa alifanya ibada ya Kiislamu, licha ya kwamba baadaye taarifa hiyo iliondolewa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua nini kinajiri duniani kupitia